Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu: Marekani yaweka vikwazo vipya kwa wasafiri kutoka Tanzania miongoni mwa mataifa mengine. Visa hizi ni gani na zitawaathiri nani zaidi? Serikali ya Tanzania imewatahadharisha Watanzania wanaosafiri kuelekea Marekani kuzingatia kikamilifu masharti ya visa wanazopewa ili kuepusha taifa hilo kuchukuliwa hatua za kisheria zaidi kwa uvunjaji wa sheria hizo. Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imeahidi kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani ili kutafuta mwafaka baada ya Rais Donald Trump kuweka vikwazo kwa usafiri wa raia wa Tanzania kutokana na ongezeko la idadi ya Watanzania wanaoendelea kukaa Marekani hata baada ya muda wa visa zao kuisha. Visa hizi ni zipi? Ni pamoja na visa nambari B1 na B2 ambazo ni za wageni au watu wanaotembelea Marekani kwa muda mfupi kwa shughuli za kitalii, biashara, mikutano au matibabu. 8.3% ya raia wa Tanzania wenye visa hii walizidisha muda wao Marekani. Visa nyingine ni visa F1 ya masomo ya kitaaluma kama vyuo vikuu, vyuo vya kati, programu za lugha. Visa nyingine ni M1 ya masomo ya kiufundi au kitaalamu. J1 ya mgeni wa programu rasmi za kubadilishana hasa katika sekta ya elimu, yani exchange programs. Sasa 13.97% ya Watanzania walioingia Marekani kwa visa hizo tatu F, M na J walikaa huko zaidi ya muda wao. Hii ni kwa mujibu wa serikali ya Marekani. Nchi nyingine za Afrika zinazokabiliwa na vikwazo hivyo ni pamoja na Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Kusini, Syria pamoja na watu walio na pasipoti ya mamlaka ya Palestina. Laos na Sierra Leone ambazo hapo awali ziliwekewa vikwazo vya muda sasa zimejumuishwa kwenye orodha hiyo ya nchi 15 zilizopigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na Nigeria, Tanzania na Zimbabwe. Mwanzoni mwa mwezi Oktoba, serikali ya Tanzania ilithibitisha kuwa imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo ilihofia inaweza kuathiri uwezo wa raia wake kuingia nchini humo. Na Steha Mohamed ana mengi zaidi kuhusu vikwazo hivi vipya vya usafiri. Tanzania yawekewa vikwazo vipya kwa wasafiri wanaotaka kwenda Marekani. Hatua hiyo iliyopitishwa na Rais wa Marekani Donald Trump itaanza kutekelezwa Januari mosi mwaka 2026. Ikulu ya White House inasema uamuzi huo unalenga kulinda usalama wa Marekani, ikitaja inachokiita udhaifu katika ukaguzi, uhakiki wa taarifa na ushirikiano wa uhamiaji kutoka Tanzania na idadi kubwa ya raia nchi hiyo kuzidisha matumizi ya visa. Tanzania imeorodheshwa pamoja na nchi nyingine kama Nigeria, Zimbabwe, Mali, Sudan Kusini, huku baadhi zikikabiliwa na marufuku kamili na zingine vikwazo vya muda. Lakini serikali ya Tanzania inasema tayari inaanza mazungumzo rasmi na Marekani ili kurekebisha mapungufu hayo. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema lengo ni kuhakikisha Tanzania haibaki kwenye orodha hiyo. Ikulu ya White House imesisitiza kuwa vikwazo vitaendelea hadi nchi husika zifanye maboresho ya kuaminika katika usimamizi wa vitambulisho na ushirikiano wa kiusalama. Marufuku hii itawaathiri wafanyabiashara, wanafunzi na wasafiri wa kawaida, ingawa haitawahusu wakazi wa kudumu halali, wanadiplomasia, baadhi ya wenye visa na wanariadha wa mashindano makubwa, huku msamaha wa kesi kwa kesi ukiwepo kwa maslahi ya kitaifa. Hii ni mara ya 3 kwa Trump kuweka marufuku ya usafiri, hatua inayofufua tena mjadala mpana kuhusu uhamiaji, usalama na uhusiano wa Marekani na mataifa yanayoathirika. Sasa ili kufahamu zaidi kuhusu vikwazo hivi vipya vya usafiri vya Trump, tuungane na mchambuzi Mhando Philemon Buguni, yuko nchini Marekani. Mhando, tuanze tu kwanza maoni yako kuhusu uamuzi huu wa Trump kuiongezea Tanzania vikwazo hivi vya usafiri na sababu alizotoa. Wewe umezichukuliaje binafsi? Hili swala kwanza linatokana na muktadha mpana zaidi. Kuna tukio ambalo lilitokea mwishoni mwa mwezi wa Novemba ambapo ndani ya jiji la Washington DC kuna raia wa Afghanistan aliowapiga risasi wanajeshi wa Marekani. Kwa hiyo baada ya hapo serikali ya Donald Trump walisema kwamba watapitia tena orodha na kuongeza katazo la usafiri kwenye nchi nyingi zaidi. Kwa hiyo imetokana na tukio hilo, lakini pia kulikuwa kuna mambo mengine yalikuwa yakiendelea kama vikwazo vya usafiri na dhamana. Philemon, ni sababu gani wafanya raia wa kigeni wanapitisha muda wao nchini Marekani licha ya kwamba visa walizotumia muda wao umeisha?
Hii inatokana na sababu kuu mbili ambazo ziko katika mjadala mzima wa uhamiaji ulimwenguni. Sababu ya kwanza ni sababu za kimsukumo, ambapo watu wanalazimika kutoka kwenye nchi ambazo wanatoka kutokana na hali mbaya ya kisiasa ama hali ya kiusalama. Lakini sababu zingine ni sababu za mvuto, ambazo ni hususan sababu kubwa za kiuchumi. Watu wanafuata fursa na maisha mazuri zaidi kuliko kule walikotoka. Kwa hiyo na swala hili pia la kuzidisha muda wa hati za kusafiria vile linaangukia katika hizo sababu kuu mbili. Sasa hii itakuwa na athari zipi za moja kwa moja kwa raia wa Tanzania na mataifa mengine yaliyotajwa? Athari zake ni kubwa. Kwanza kabisa, ukichukulia kwa mfano kwa swala la wanafunzi ambao aidha wanataka wana mpango wa kusoma katika vyuo vya Marekani, ama tayari wamekwisha soma, tayari wako wamepata hizo hati za kusafiria za visa za kusomea, kuna katazo la moja kwa moja. Kwa maana ya kwamba wanafunzi ambao kuanzia sasa hivi wanaotoka Tanzania kuja Marekani hawataweza kupata visa za masomo, na vile vile kwenye visa za biashara na visa za utalii. Kwa hiyo ni katazo la moja kwa moja, na visa pekee ama hati pekee ambazo watu wataweza kusafiria pengine ni za kidiplomasia na category nyingine chache, lakini kwenye hayo makundi yote, wanafunzi, watalii, wafanya biashara, kuna katazo la moja kwa moja. Sasa kwa sababu tumeona baadhi ya nchi wamerahisishiwa vikwazo baada ya kuchukua hatua fulani, Tanzania inapaswa kufanya nini ili kubadilisha hali hii? Kwa mujibu wa serikali ya Marekani kwenye proclamation ambao wameitoa, wanasema kwamba wanataka kuona nchi ambazo zimewekewa katazo kuchukua hatua madhubuti za kiusalama, kwa sababu hiyo proclamation imetoa sababu kuu tatu. Wanasema kwamba moja ni usalama wa taifa, mbili ni sera ya mambo ya nje, na tatu ni masuala ya kupambana na ugaidi, counter terrorism. Kwa hiyo wanasema wanataka kuona nchi hizi zikichukua hatua madhubuti katika hayo maeneo matatu, na ikiwemo kushirikishana taarifa za kiintelijensia na kufanya ukaguzi madhubuti kwa watu ambao wanaruhusiwa kutoka kwenye nchi zao kuja Marekani. Kwa hiyo hizo ndio sababu kuu ambazo serikali ya Marekani inataka kuona hizo nchi zilizopewa katazo zikichukuliwa. Shukran sana Mbuguni Philemon kwa tathmini hiyo ya kina, na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Tugeukie taarifa nyingine. Polisi nchini Australia wamemfungulia mashtaka 15 ya mauaji na mengine ya ugaidi mshukiwa mwenye umri wa miaka 24 katika kisa cha kuwapiga risasi raia katika ufuo wa bahari ya Bondi nchini humo. Navid Akram hayuko tena katika hali mahututi, lakini bado yupo hospitalini, hivyo alisikiliza kesi akiwa kitandani. Baba yake alipigwa risasi na kuuawa na polisi wakati wa shambulio la Jumapili katika sherehe ya Kiyahudi ya Hanuka. Mbali na waliouawa, watu wengine 20 bado wamelazwa hospitalini mjini Sydney, mmoja wao akiwa katika hali mahututi. Lilikuwa tukio baya zaidi la upigaji risasi lililouawa watu wengi zaidi tangu mwaka 1990.